Shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo tunaadhimisha Dominika ya pili ya Pasaka, Dominika ya huruma ya Mungu. Leo tunaungana pamoja katika tafakari ya Dominika hii ya pili. Baada ya furaha ya Pasaka, leo kanisa linatualika kutafakari zawadi kuu tuliopewa ya huruma ya Mungu isiyo na mipaka. Katika Injili ya leo, Yesu anawatokea wanafunzi wake na kuwaambia, amani iwe kwenu, akiwapa faraja, msamaha na tumaini jipya. Tunajifunza pia kutoka kwa Tomaso ambaye alitoka katika mashaka hadi kufikia imani ya kina. Hivyo hata sisi katika udhaifu wetu, Yesu anatukaribia na kutualika tuamini. Katika tafakari ya leo, tutaangalia maana ya huruma ya Mungu katika maisha yetu, jinsi ya kuishi imani yetu hata bila kuona, na wito wetu wa kuwa mashuhuda wa upendo na msamaha. Ungana nasi katika tafakari hii itakayoletwa kwenu na kuandaliwa na Padri Faustin Ruchungura kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Tunaendelea kusherehekea Pasaka, ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Jumapili iliyopita ilikuwa Jumapili ya kwanza ya Pasaka, yani unaposherehekea tukio kubwa kabisa la ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tafakari hii ni Jumapili ya pili ya Pasaka. Jumapili ya Pasaka huwa inaitwa pia Dominika ya huruma ya Mungu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili aya 42 mpaka 47. Somo la pili linatoka waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ya kwanza aya 3 mpaka ya 9, na Injili ya Yohane sura ya 20 mstari wa 19 mpaka 31. Wapendwa taifa la Mungu, Mama Kanisa kwa hekima yake ametuwekea leo Jumapili ya pili ya Pasaka, ambavyo kama nilivyogusia huitwa pia Dominika ya huruma ya Mungu. Hii ni Dominika, siku ambayo inatuongoza kutazama kwa undani zaidi matunda ya ufufuko wa Kristo, yani amani, matunda ambayo Yesu aliyaleta. Wafuasi wake walikuwa na hofu, lakini akawapatia amani, msamaha na huruma isiyo na mipaka ya Mwenyezi Mungu. Yesu mfuka hasimami katikati ya kanisa lake akiwa mwamuzi mkali, bali akiwa Mwokozi mwenye majeraha ya upendo, anayewaambia wanafunzi wake waliogubikwa na hofu, anawaambia amani iwe nanyi. Sasa tuanze na sehemu ya kwanza juu ya Dominika ya huruma ya Mungu. Mtakatifu Faustina ambaye anahusika zaidi na Dominika hii, kama nitakavyoeleza, na asili au chanzo cha Dominika hii ya huruma ya Mungu. Katika mwanga huu wa Injili, kanisa leo tunamkumbuka Mtakatifu Faustina Kowalska, mtawa aliyekuwa anatoka katika nchi ya Poland, ambaye aliishi kuanzia mwaka 1905 mpaka mwaka 1938, ambaye Mungu alimchagua kwa namna ya pekee kuwa mtume wa huruma ya Mungu katika ulimwengu wa sasa. Yesu mwenyewe alijifunua kwake mara nyingi na kumwambia waziwazi kuwa, na nukuu, ninatamani Jumapili ya kwanza baada ya Pasaka iwe sikukuu ya huruma ya Mungu, kama tunavyosoma kutoka kwenye shajara ya Mtakatifu Faustina
namba 299. Bwana Yesu alimtaka Mtakatifu Faustina autangazie ulimwengu ukweli huu kwamba huruma ya Mungu ni tumaini la mwisho kwa mwanadamu, hasa katika nyakati hizi za dhambi, vita, hofu na kukata tamaa. Kwa hiyo basi, Jumapili ya pili ya Pasaka iliwekwa rasmi kama Jumapili ya huruma ya Mungu na ilitangazwa rasmi katika kanisa zima na Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, ambaye wakati huo alikuwa papa, tarehe 30 mwezi wa Aprili mwaka 2000. Na ni siku hiyo alipomtangaza Faustina huyo kuwa mtakatifu. Tuone kwa ufupi malengo ya Dominika hii ya huruma ya Mungu. Kanisa kwa kweli halikuanzishwa Dominika hii kama labda ibada ya pembeni, hapana, bali kwa malengo ya kichungaji na ya kiroho, ili kumwezesha mwanadamu kwa huruma ya Mungu, ili kumwelekeza mwanadamu kwa huruma ya Mungu, si kwa hofu ya adhabu. Mungu anatupenda. Mungu anataka atuokoe, na anatuokoa kwa njia ya mapendo na huruma, si kwa hofu kwamba atatuadhibu, tutapata shida ndio tumrudie Mungu. Hapana, Mungu ni Mungu wa mapendo na huruma. Lakini vile vile lengo lingine la Jumapili ya huruma ya Mungu ni kuhamasisha sakramenti ya kitubio kama chemichemi ya uponyaji, na hiyo ndio tunapata huruma ya Mungu. Tunafahamu wazi kwamba kwa sakramenti ya kitubio tunaponywa kiroho. Dhambi zetu ambazo zinatufanya tujitenge na Mwenyezi Mungu, tunahitaji uponyaji, kuturudisha pamoja na Mungu. Kumbe hiyo sakramenti ya kitubio ni moja ya malengo ya Dominika hiyo ya Mungu kuihamasisha. Lakini vile vile kukuza uaminifu kwa Yesu mfuka kupitia kauli mbiu ya Yesu na kuamini. Ndio maana hata ukiangalia zile picha za Yesu wa huruma ya Mungu, Yesu amesimama na upandeni kunaonyesha mahali Yesu alipochoma mkuki na kuna miale inatoka, na kwenye picha hizo za huruma ya Mungu chini kumeandikwa Yesu na kuamini au Yesu na kutumainia. Lakini lengo lingine ni kuhamasisha matendo ya huruma kwa mawazo, maneno na matendo. Yesu mwenyewe ameturumia, Mungu ameturumia, akatuletea mkombozi. Sasa hiyo huruma ambayo Mwenyezi Mungu ameleta kwetu, anataka pia na sisi vile vile tuipeleke katika ulimwengu, na ni kwa mawazo, kwa sababu mawazo ndipo kila kitu kinaanza, kwa maneno yetu, lakini na matendo ya kila siku. Hivyo mpendwa ndugu yangu katika Kristo, Dominika ya huruma ya Mungu kimsingi ni mwendelezo wa Pasaka, kwa sababu hiyo Dominika ya huruma ya Mungu kwanza tupo ndani kwanza ya kipindi cha Pasaka, na ni katika hiyo huruma ya Mungu ambayo inatirika moja kwa moja kutoka kwa msalaba na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu kwa kufa, kwa kuteswa, kufa na kufa Bwana wetu Yesu Kristo ni huruma ya Mwenyezi Mungu. Yesu akatufia ili atupatie huruma yake na aweze kutukomboa. Na ndiyo maana masomo yetu ya leo yanaonyesha matunda kweli ya Pasaka. Kanisa linaloishi kwa umoja na ushuhuda, waamini wanaoishi kwa tumaini lililojaribiwa kwa Yesu kufa. Waamini wale wa kwanza na mitume wale walikuwa na wasiwasi kwamba sasa kila kitu kimekwisha, lakini sasa baada ya ufufuko huu tunapoona ni kanisa ambalo sasa limejaribiwa, lakini sasa limepata matumaini mapya. Na Yesu huyu mfuka ndiye anayebadilisha hofu kuwa imani thabiti. Sasa baada ya hiyo sehemu ya kwanza ya Jumapili hiyo ya huruma ya Mungu kwa ufupi, sasa tuone masomo yetu. Nilisema kwamba somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 42 mpaka 47. Katika ujumla wake kitabu cha Matendo ya Mitume kwanza kiliandikwa na Mtakatifu Luka. Huyu Luka ambaye aliandika Injili. Na Luka alipoandika kitabu hicho kimsingi alikuwa analenga kuonesha
jinsi kanisa la Kristo lilivyozaliwa na kukua baada ya Pentekoste. Yesu baada ya kufuka, baadaye akapaa mbinguni, kanisa la mwanzo liendelea kuishi na kwa matumaini mapya. Lakini kanisa la mwanzo halikuwa na Yesu moja kwa moja kimwili. Yesu kwa sababu alishapaa mbinguni alikuwa nao na anaendelea kuwa na kanisa mpaka leo, lakini si kwa njia ya kimwili. Sasa Luka kwa kuandika kitabu cha Matendo ya Mitume anataka kuonyesha jinsi kanisa la mwanzo lilivyoanza, lilivyokuwa na kuendelea mbele. Na kipande hiki ambacho cha somo hili la Matendo ya Mitume kinaeleza maisha ya ile jumuiya ya kwanza ya Wakristo huko Yerusalemu. Na hilo kanisa la mwanzo kama tulivyosikia kwenye somo hili la Injili lilikuwa lina sifa zifuatazo. Kwanza, walikuwa na dumu katika mafundisho ya mitume wa Yesu kama walivyokuwa wanafundisha, ambao walipata mafundisho hayo na maelekezo hayo na imani hiyo kutoka kwa Bwana wetu Yesu mfufuka. Lakini kanisa hilo liliishi kwa ushirika, kwa umoja. Halafu walikuwa na sali pamoja, wanamega mkate, lakini vilevile walikuwa na dumu katika sala. Hivyo basi, kumbe Luka alikuwa na lengo la kuonesha kwamba imani ya Pasaka, imani ya Yesu mfufuka hujengwa katika maisha ya umoja, maisha ya jumuiya, si ya upweke kwamba kila mmoja awe peke yake. Hapana, lazima tuwe pamoja. Na huo ni ujumbe kweli kwa Mkristo wa leo, hata kwetu kuiga mfano huo. Labda sasa somo hili tujiulize maswali ya kujitafakari. Je, jumuiya zetu, mfano parokia yako, parokia yangu, ni jumuiya hai ya umoja, upendo, inayodumu katika sala na kwa mafundisho kama tuliyoyapata kutoka kwa mitume au kwa Yesu mwenyewe? Au parokia yetu au jumuiya zetu ni vituo vya ibada tu? Na maana hii kwamba kanisa linaweza likawepo, parokia ikawepo, lakini likawa ni mahali pa kuja, kwa mfano kana kwamba unasali kituo cha ibada, alafu kila nyumbani anaenda, kila mtu anarudi nyumbani anaenda kuishi maisha yake anavyojua. Ni wazi tunatoka katika familia zetu, na ndio kanisa la kwanza inabidi litambulikane kutoka katika familia. Lakini tunapoishi sasa kwa mfano kama jumuiya moja, labda jumuiya ndogo ndogo au kama parokia mfano, inabidi vitu hivi viwepo: upendo, umoja, ushirika, kusali pamoja. Na hayo yote inabidi yaonekane katika mioyo yetu, maneno yetu na matendo yetu. Lakini swali jingine la kujitafakarisha ni hili: je, ile Ekaristi Takatifu, mwili wa Kristo tunaopokea, unatuunganisha pamoja kweli, au tunashiriki Ekaristi Takatifu kama desturi fulani ambayo tumeizoea? Na ni hatari kweli kama tunashiriki Ekaristi Takatifu kwa mazoea tu. Tena mbaya zaidi au kwa makini zaidi ni kwa wale mfano wanaosali hata kila siku. Unaweza ikawa kweli unasali kila siku, lakini ukaishi kwa kuta maisha yako sio maisha ya Kiekaristi, na ikawa kama desturi. Unakuja kanisani kama yule mtu ambaye labda amezoea kufanya kazi mahali fulani, kwenye ofisi fulani, ni kama desturi. Hicho ni kitu ambacho inabidi tuwe makini nacho na tujiulize tukoje. Sasa kwako wewe na mimi, tunaalikwa kuimarisha ushiriki wetu ulio hai katika Ekaristi na maisha ya kiparokia au maisha ya kijumuiya, kuwa pamoja na kujenga familia au kujenga jumuiya au parokia inayojali watu, hasa wahitaji, mfano maskini, wagonjwa na wale wote waliotengwa na jamii. Lakini pia inabidi tuishi imani hiyo kwa matendo, lakini si maneno pekee. Unajua, Mtume Yakobo aliandika kwenye barua yake kwamba imani bila matendo imekufa, na ndivyo ilivyo. Somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro, sura ya kwanza aya 3 mpaka ya 9. Katika ujumla wake, barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa watu wote iliandikwa kwa Wakristo waliokuwa wanateswa
na kukatishwa tamaa kwa sababu ya imani yao katika Kristo. Kumbe Petro sasa anawaandikia kuwapa moyo, kuwapa matumaini na kuwapa ujumbe kwamba yale mateso wanayokuwa nayo yawe kwao mwanga wa ufufuko, na wasikate tamaa, kwa sababu hata Yesu mwenyewe ni kupitia mateso aliweza kukomboa. Na ndivyo ilivyo hata katika maisha ya sasa. Hatuwezi kukwepa mateso ambayo yanaweza kuwa kwa ndani moja kwa moja, lakini mateso mengine ambayo yanaweza kutoka pengine katika jamii. Unaweza ukawa Mkristo lakini ukakataliwa. Mfano mingi ipo. Kuna nchi ambazo kwa mfano kushiriki Ukristo, kusali ni kosa tena la jinai, unaweza ukafungwa. Kuna mahali pengi hapa duniani kanisa linateswa. Tena karne za kwanza, karne ya kwanza, ya pili na ya tatu, Ukristo uliteswa sana. Lakini hata sasa hivi zipo sehemu mbalimbali. Kumbe na somo hili linatupa matumaini, tuvumilie. Kwa hiyo mtume Petro anasisitiza na nukuu, kwa ufufuko wa Yesu Kristo kutoka kwa wafu tumepata tumaini lililo hai. Yesu mwenyewe alipitia mateso, akateswa kwanza, akafa, lakini akafufuka. Na hiyo ndio tumaini lililo hai. Kumbe ujumbe kwetu leo ni kwamba imani ya Pasaka haimaanishi kukosa mateso. Yatakuwepo. Bali kuwa na tumaini linalovuka mateso, zaidi ya mateso, kuvuka hilo. Kumbe furaha ya Mkristo haitegemei hali ya maisha. Kwamba naishi vizuri au niko kwenye mateso, hapana. Bali nategemea ile ahadi ya uzima wa milele, kwamba na sisi katika maisha ya baadaye tutajiunga na huyu Yesu mfufuka. Sasa tunaalikwa wapendwa, tunaposherehekea Jumapili hii ya Pasaka, ya huruma ya Mungu, sisi kama Wakristo tudumishe imani hata pale inapoonekana ngumu, na hasa tunapoteseka, mfano tunapopata majaribu mbalimbali. Tuoneshe imani yetu na tusikate tamaa. Lakini kitu cha pili, tukumbuke kwamba kutambua kwa majaribu ni sehemu ya safari ya imani. Mfano mzuri, mnakumbuka Jumapili ya kwanza ya Kwaresma. Kwa mfano kwa mwaka huu tunasoma Injili ya Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza na kuendelea, juu ya majaribu yale Yesu aliyopata matatu alipokuwa jangwani kwa siku zile 40. Alijaribiwa lakini alishinda. Na hata sisi tukitambua kwamba majaribu na mateso pengine ni sehemu ya safari yetu ya imani, basi itatuimarisha zaidi. Lakini kitu kikubwa sana, tujue kwamba kuishi furaha ya ndani inayotokana na Yesu mfufuka. Yesu mfufuka ni Mungu. Yesu mfufuka ndiye anayetupatia furaha ya ndani, hata ya nje ikibidi, kwamba kweli ni Yesu mfufuka amefufuka. Ndio maana tunashangilia, tunasema haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo amefufuka. Injili ni ya Yohane sura ya 20 aya ya 19 mpaka 31. Mtakatifu Yohane aliandika Injili hii katika ujumla wake kwa waamini, ili wamwamini Yesu Kristo kuwa ndiye mwana wa Mungu, na kwa kuamini huko wapate uzima, tena uzima wa milele. Kumbe katika somo hili tunaona wanafunzi wakiwa wamejifungia kwa hofu ndani ya chumba, lakini Yesu mfufuka anavunja milango hiyo ya hofu na kusimama katikati yao akisema, amani iwe kwenu. Yesu akuambia kwamba utajiri uwe kwenu, muwe na mafanikio yawe kwenu. Hapana, aliwapa amani. Aliwapa amani kwa sababu Yesu aligundua walikuwa na hofu, na alijua kwa kuwapatia amani basi ndio watakuwa na amani katika Kristo mfufuka, ambaye wamemwona, kwa sababu walikuwa wanadhani kwamba kila kitu kimekwisha. Sasa anawapa amani na inawaimarisha, na anapulizia Roho Mtakatifu na kuwapa mamlaka ya kusamehe dhambi.
kusamehe dhambi. Ndio maana na hii tunaunganisha na ile Dominika ya huruma ya Mungu. Huruma ya Mungu, tunasamehewa dhambi na sakramenti ya kitubio, ndio tunapata hiyo huruma ya Mungu. Sasa wale mitume, Yesu mwenyewe aliwapa mamlaka hayo ya kusamehe dhambi. Lakini katika simulizi hilo, ukisoma vizuri hiyo Injili, tunamwona yule Tomaso, mtume wa Yesu mmoja wapo, mwenye mashaka, ambaye hakuwepo mara ya kwanza Yesu alipokuja akawapa amani mitume wake kwenye chumba hicho alichokuwa amejifungia. Lakini mara ya pili Yesu alipokuja, anakutana sasa na Tomaso akiwemo, na anamwalika Yesu anamwalika Tomaso kugusa yale majeraha alipochoma mkuki upandeni na humu kwenye mikono. Sasa kwetu wa Kristo wapendwa, Yesu hashangazwi na mashaka yetu. Hapana. Kwa nini labda watu wana mashaka? Au hakumshangaa Tomaso kwa nini ana mashaka? Hapana. Ila mashaka hayo anayapokea kwa huruma na mapendo. Na hayo sasa majeraha ya Yesu yanakuwa chemchemi ya imani. Tomaso baada ya kugusa hiyo akapata imani. Lakini Yesu anamwambia kwamba heri wale waaminio bila kuona. Na sisi wa leo hatukujamwona Yesu uso kwa uso na kumgusa na kumwona kama lakina Tomaso na mitume wengine. Yesu anasema sasa ambao hatukuona macho kwa macho, lakini tuna imani, heri wale waaminio hivyo, na ndio sisi. Sasa mpendwa mwana taifa la Mungu, tumruhusu Yesu aingie katika milango iliyofungwa ya mioyo yetu. Pale mitume na wafuasi wengine walikuwa wamejifungia kwa hofu ndani ya jengo, ndani ya chumba. Yesu akaingia. Sasa sisi vyumba vyetu vipojificha ni ndani ya mioyo yetu. Tunaweza tukawa na hofu na mashaka. Sasa tumruhusu Yesu aingie. Na ni jukumu letu, tunaweza tukamruhusu akaingia au tukakataa, au tukawa na mashaka pengine. Yesu ametupa uhuru. Mungu ametupa uhuru alipotumba sisi wanadamu. Ndio maana katika kitabu cha Mwanzo alipowaumba wale wazazi wa kwanza Adam na Eva, aliwapa uhuru wachague ili lakini wamtii. Akusema lazima kila wakati mwe mnanitii. Sasa wewe kama watumwa wasiweze kuchagua, tuko huru. Sasa na wewe na mimi tumruhusu Yesu aingie ndani ya mioyo yetu ambayo mara kwa mara inakuwa imefungwa. Lakini cha pili, tuishi wito wa msamaha katika familia na jamii zetu. Wito wa msamaha. Yesu pale alipokuwa anateswa, kabla ya kufariki, kabla ya kukata roho, aliwasamehe wale waliokuwa wanamtesa. Anasema hawajui watendalo, na kuwasamehe. Lakini Yesu huyo ndiye alitusamehe sisi kwa dhambi zetu zote, lakini akaamua kutusamehe na akatufia kwa sababu ya huruma kubwa. Kwa na sisi tuwe watu wa msamaha. Na ndiyo maana hata hiyo sakramenti ya kitubio tuijongee, Mungu atusamehe, lakini na sisi tuwe tayari kuwasamehe wengine. Lakini vile vile imani yetu tuishuhudie kila siku kwa matendo ya huruma. Matendo ya huruma, kutenda wema, kuwavika wale ambao wako uchi, wenye kiu kuwanywesha, kuwatembelea wagonjwa, wafungwa, na kadhalika na kadhalika. Kila mtu katika maeneo yake. Wapendwa taifa la Mungu, Jumapili ya Pasaka ya mwaka inatuishi kama jumuiya ya Pasaka, kama ile ya mitume, kushikilia tumaini linaloishi kati ya majaribu na kumkiri Bwana wetu Yesu kwa kina kabisa kutoka ndani ya moyo wetu kwamba Bwana wangu na Mungu wangu. Maneno hayo ya Tomaso Yesu alipomwambia njoo uguse mahali nichoma mkuki na humo kwenye msumari ukopitia, akasema Bwana wangu na Mungu wangu. Wewe Yesu ndio Bwana wangu na Mungu wangu. Na ndio maana hata kwenye misa padre wakati wa mageuzo pale anapobariza kusali ile sala
ya ugeuza mwili ule mkate ule kuwa mwili wa Yesu, akanyanyua juu. Inabidi tuseme wewe ni Bwana wangu na Mungu wangu. Na pale divai inapobarikiwa na ugeuza sasa kuwa damu ya Yesu, padre akanyanyua juu, inabidi tukiri hivyo hivyo, Bwana wangu na Mungu wangu. Kumbe kanisa linaloishi huruma ya Mungu linakuwa ni ishara hai ya Kristo mfuka katika ulimwengu uliojaa hofu na majeraha. Ulimwengu wetu umejaa hofu, fujo, majeraha mbalimbali ya kiroho na kimwili. Sasa tukiwa hivyo kama watu wa huruma ya Mungu, hiyo itakuwa ishara wazi kwamba sisi tunaishi maisha ya ufufuko. Bwana Yesu mfuka, wewe uliye Bwana wa amani na huruma, ingia leo katika mioyo yetu iliyofungwa kwa hofu na uponye majeraha yetu ya ndani. Tufundishe kuamini hata pale tusipoona, kutumaini hata katika machozi, na kupenda hata pale panapokuwa pagumu. Tufanye kanisa lako kuwa nyumba ya huruma, mahali pa uponyaji na chemichemi ya tumaini kwa wote. Yesu wa huruma ya Mungu, tunakukabidhi maisha yetu yote sasa na hata milele. Yesu wangu, na kutumainia. Tumsifu Yesu Kristo.